Habari za jioni ndugu waandishi habari. Mchana sana. Kwanza niseme tunashukuru sana kwa kuweza kutokeza kwa wingi, mmekuja kutoka support vijana wenu, lakini pia tunaweza kuwashukuru wadhamini ambao wameweza kusupport katika jambo letu hasa katika mwaka huu. Tunawashukuru sana na uwepo wenu pia tunaushukuru. Lakini mimi ningependa kuweza kuwatambulisha watu walio pembeni yangu kwa mwaka huu. Mkono wangu wa kulia yuko mzee Saidi, mzee wangu, na atakuwa mtu ambaye yuko katika timu yangu, naye nimemuongezea katika benchi langu. Lakini pia mkono wangu wa kushoto kuna mjomba wangu Mafufu hapa, naye tumemuongeza safari hii, lakini yeye sana sana atakuwa kwenye timu ya watu ambao tumewachanganya, na mimi yeye atakuja hapa ataielezea vizuri. Lakini pia yuko mwalimu Yanga ambaye tumekuwa naye katika kila mwaka. Kwa kikubwa tuseme kwamba sisi tumejiandaa vizuri katika mwaka huu, na tunachokiamini tushapata matokeo mazuri katika miaka mitatu ambayo ishapita. Kwa hiyo hata mpinzani wetu tunaamini mwaka huu atakuja kwa kung'ata sana meno, lakini mimi naamini kikosi changu na naamini kile ambacho tutakwenda kukifanya katika msimu huu. Nimeweza kuichagua quality ya wachezaji waliokuwa bora na wazuri ili niendelee kupata matokeo na niendelee kuongoza katika ule ushindani wetu ambao tumekuwa nao katika kila mwaka. Kikubwa ningependa kuendelea kuwaomba wadhamini, wadau, wafanyabiashara na serikali kwa ujumla waendelee kutupa support vijana wao, kwa sababu hili ni jambo kubwa na kwa sisi pekee yetu tunachoamini hatutaweza kulikamilisha tukiwa wenyewe. Lakini pia tungependa kuwaomba wanamichezo, mashabiki, siku ya tarehe 11 mwezi wa 7 Jumamosi hii inayokuja, muweze kujitokeza kwa wingi pale Morogoro, mje kutupa support, mje kuenjoy. Tunaamini mchezo utakuwa mzuri na tunaamini mtaburudika sana. Asanteni sana. Tunafikika. Kwanza nikianza naweza nikasema asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mliomo humu ndani, Bwana Yesu asifiwe. Sisi nianzeje? Anzia hapo. Anzia hapo mzee. Watu wa mpira wanapendana kwa ajili ya mpira. Sahihi. Sio maneno. Sio, unanielewa vizuri? Sahihi. Mimi ndugu waandishi wa habari, sina kingine zaidi cha kuongea zaidi ya kumshukuru Dickson Job na familia yake yote. Wale wanaosema mnasema masponsors, sisi wengine Kiingereza kinatupita tumejua. Wadhamini. Wadhamini waliodhamini hii shughuli yote, mliomo humu ndani. Leo maneno yameniishia jamani kabisa, yani tuwafichi kwa fulani ndio nayo. Sikutegemea kama leo hii Dickson Job atalishika bega langu, kwa sababu nampenda vibaya mno kupita kitu kingine chochote. Ilifikia siku moja nilisema hivi, kwa nini wale hawakumuona wakamchukua Dickson Job? Ila tu nasema kwa sababu umekataza tusisajane hapa majina, basi inabidi tuwe hivyo. Lakini siwafichi, hiki mlichokianzisha Dickson Job na mwenzio Kibwana Shomari, naye katoto kabishi, kafupi lakini kabishi. Yaani kile unachokiambia kibishi. Hili ni jambo la kuigwa kwa wachezaji wote wanaochezea ligi ya Tanzania. Kuchukua kile mnachokipata kukirudisha kwa wananchi. Nyinyi mmesema hili jambo la nini? La hisani, kuwafanyia hisani wananchi. Si ndio maana yake? Kwa hiyo tunatakiwa na nyinyi wachezaji wengine mnaocheza katika hivi vilabu, nyinyi waandishi wa habari, nipelekeeni salamu zangu. Mzee Saidi anasema na hawa wenye vilabu vingine wachezaji wakubwa kama kina Dickson Job pamoja na nani huyu mtoto mwingine mfupi Kibwana, tengenezeni na nyinyi, acheni bla bla ya maneno. Tunataka tuje tuwashukuru au tunataka tuje tuwashike mkono. Dickson Job sio wa kuniita mimi, lakini kaniona ni mtu wa mpira, ndio maana kaniita. Mimi nawashukuru sana. Shukrani sana sana, na muendelee hivi na mwakani tena mtuite. Ila sasa cha mwisho, hii jezi hii hapa, hii jezi nitafutieni XXL ya mama watoto, mama Mwisho. Alafu ile wewe njoo huku, njoo wewe nani, sio Kibwana bwana, wanishi bwana, nataka kumfunga magoli huyo. Msheli njoo. Msheli, mimi Kibwana ni adui yangu mpaka sasa hivi, yani hata mechi haijaanza. Hii mwenyekiti naitaka mimi hii. Hiyo umeikwepa kwa sababu ya protocol. Sio kwa ajili ya protocol. Sawa. Hii mimi nimenunua kwa sababu ina moto.
Sawa. Kwa hiyo mama atakuwa anapika jikoni. Ile ndio yenyewe. Hii si ya jiko. Sawa. Sasa kama ya jiko mama nakaanga vitunguu pale, mimi nakaa kwenye kochi na mtizama. Amevaa jezi yake. Bei gani inauzwa? Tunatakiwa tuchangie. Watoto wanahitaji kuchangiwa ili wapeleke kwenye huduma. Sasa na sisi tunachokiokota basi tuwachangie, kwa sababu wametuita. Mbona kuwaita watu wengine wameniita mimi? Kwani mimi nani? Mimi ni mtu mmoja tu wa kawaida. Watu wanashangaa nikipita barabarani yule mimi mtu wa kawaida tu. Ila napopambana mimi ni mtu wa hivi. Hapa nimeshaona kuna katazo, lakini ningesema niseme naweza nikachukua mpaka saa 10. Ni hivi. Mimi nawashukuru sana. Wote mlioko hapa, waandishi wa habari, msiniogope. Mimi ni mtu wa kawaida. Popote utakaponiona niite. Kama na madini nakupa hapo. Mimi ni mtu wa kucheka, sio mtu wa kutukana hovyo mitandaoni. Nafikiri nyinyi wenyewe mnafahamu. Mimi wala simwataki mtu mitandaoni kwenda kutukana. Na ndio maana naona imefikia sehemu mmeniita kwa kwamba mzee, hebu njoo na wewe kusupport. Mimi nimekubali. Sasa bwana, wewe unaona taratibu Kiingereza. Hebu nitafsirie pale wakati tunaongea na wewe. Mimi sijaelewa. Kidogo tu nisaidie. Nilikuwa namfahamisha tu kwa sababu yeye Kiswahili kidogo hatuelewi na yeye. Sasa na mimi Kizungu sielewi. Kwa hiyo nilikuwa namueleza ambacho tulikuwa tumekizungumza sisi kwamba yeye ni mfadhili kutoka Sinotrack. Kwa hiyo nilikuwa nataka ajue huyu mtu aliyevaa Sinotrack ni nani. Sasa wewe unacheka nini? Wewe unacheka nini? Kwa sababu mimi nimeuliza. Hao wengine tayari anawafahamu kama ni wachezaji. Lakini kwa yule pale nilikuwa namfahamisha kwamba yule ni nani na anatoka kwenye tasnia gani na ukubwa wake ukoje. Dickson Job. Leo umeniwasha nyota. Sijawahi kuona haya. Naonaga kwenye TV tu, leo ninayo haya hapo. Yaani wanasema Wandula, yaani karibu huyu hapa. Bana, mimi nashukuru sana. Asanteni sana jamani. Asanteni sana. Safari itakuwa lini kwenda Morogoro? Sisi tutakwenda mapema kesho kwa sababu Jumatano tunaenda kugawa vitu kwa mamalishe kama. Kwa hiyo mimi natakiwa lini? Kwa ruhusa yako tukituambia. Basi mimi mtachukua namba yangu. Kuagia kwa mamwishe. Inatakiwa na yeye muage. Wewe unaona nilipokuja. Sisi tutampigia simu mamwishe. Nitizame kwanza nilipokuja. Hii ndio kuja kwenye hafla. Hapana. Sasa nimekosea. Maana mama watoto aliniambia rudi, nilikuwa nakuja na ndaya. Akaniambia chukua sendo. Ujue unakoenda, nikamwambia sio ameniita tu mara moja. Kumbe naenda kukutana na waandishi wa habari. Hawa nao wakuda babu. Wanapeleka mpaka chini mteka baka kaptura. Bwana msifanyie hivyo. Msifanyie hivyo jamani. Naombeni sana jamani. Sitaongea na mamwishe leo akupe ruhusa ya mapema. Ni kweli. Uwepo kuanzia tunavogawa kama nataka nimkomeshe yule mtoto ana kiburi sana. Sawa.